uzima, amekupa nafasi ya kuweza kutubu. Yesu amekupa muda, ingali ukiwa katika dunia hii, uweze kutengeneza njia zako, uweze kutubu dhambi zako ndugu yangu, ili baada ya maisha haya ukaweze kurithi uzima wa milele, kwa sababu yeye apende mwanadamu aweze kupotea. Kila mmoja aweze kupata uzima wa milele. Kila Mungu ni kwamba asiwepo mwanadamu wa kupotea hata mmoja, wote wakaurithi uzima wa milele. Lakini haiwezekani kurithi uzima wa milele kama Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, kwa sababu yeye ndio amefanyika kuwa njia. Yeye ndio njia ya ukweli na ya uzima. Mwanadamu hawezi kuona Mungu ndipo kupitia kwa Yesu mfano wa mbinguni. Bila Yesu hakuna mwanadamu atakayeweza kufikia katika mfano wa mbinguni. Ndio muda wa kutengeneza njia zako, ndio muda wa kusawazisha mapito yako, kwa sababu kama utashindwa kutengeneza maisha yako, usifikirie kwamba utakuwa na muda mwingine. Wengi wanatumia muda huu vibaya, wanautumia vibaya, wanapoteza muda. Baada ya kufa wanakwenda kujilaumu, lakini Mungu hajakusudia uwe na majuto, kwa sababu ndio maana nakuletea habari hizi. Kama utamwamini Yesu leo, hautakuwa na majuto kwenye maisha yako. Hata baada ya maisha haya hautakuwa na majuto, kwa sababu tunaona kwamba yeye amekuja kuleta uzima wa milele, na mwanadamu akisha upata uzima wa milele hana majuto. Lakini wale waliopotea mpaka leo wana majuto. Wako watu wamefikia sehemu wakajuta, wakatamani life tungekuwa duniani. Kama utashindwa kutumia muda huu ndugu yangu, usisubirie kwamba ukifa utapata tena nafasi. Wengi wametafuta nafasi, baada ya kufa wamekosa. Baada ya kufa hakuna tena nafasi ya kutubu. Ni yeye ile ungempa Yesu maisha yako ndugu yangu. Yeye ile ungemwamini Yesu, kwa sababu bila yeye hakuna mwanadamu atakayeweza kupata msamaha wa dhambi. Kwa sababu bila yeye hakuna mwanadamu hadi leo